Ina maana unataka kuniambia ulikuwa ukimsaliti kakaangu, si ndio? Tena bila hata aibu. Unadiriki kumloga. Hivi kakaangu amekukosea kitu gani kikubwa mpaka kufikia hatua na kuchukua maamuzi kama hayo? Tena isitoshe unashirikiana na mchepuko wako kumloga kakaangu mimi. Lisa, sikukuuliza mimi? Sikukuuliza ni sababu gani imemfanya kakaangu kuwa vile? Kumbe yote unayajua. Kwa hiyo umedhamiria kuniharibia, si ndio? Si unataka kukuharibia Lisa. Ila mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Hivi ni nani asiyejua kama wewe unashirikiana na huyo mchepuko wako kumwekea madamu mumeo ili mradi tu achanganyikiwe mpate kuenjoy mpenzi lako Natasha? Nani ambaye ajui? Zawadi, nyamaza. Mimi namloga Kai, wewe una ushahidi gani? Nina ushahidi kila kitu. Yaani wewe mwanamke ni mshirikina wewe. Upo lazi kumtoa kafara mumeo kwa sababu tu ya mchepuko. Ungekuwa sio mshirikina usingethubutu kumloga mumeo. Mimi nakuogopa. Tena hapa mbele ya wifi yako unataka nikuonyeshe. Amanda, umelijua vipi jina langu? Mbona mimi sikufahamu? Jina lake anaitwa Amanda. Anapenda sana kusikiliza muziki laini. Na pia kipindi yupo mtoto alishawahi kuponyeka kufa maji. Kwa hiyo anaogopa sana maji kwenye maisha yake. Na huyo binti yupo chuo. Anasomea sheria. Sababu ya kusomea sheria kutokana na baba yake huku nyuma alishawahi kusingiziwa kesi na watu wenye pesa. Kwa hiyo anasomea sheria kwa bidii ili aweze kuja kumtoa baba yake jela. Natasha ndo sponsor wake. Anomsaidia kumlipia ada huko chuo. Asante sana. Asante sana kwa kunipa udhaifu wake. Na mimi nitatumia udhaifu wake huo huo kumwini. Yaani hiyo ndo kiti yangu ya ushindi. Vipi Amanda? Bado unapenda kusikiliza muziki laini mpaka leo hii? Na je, bado unaogopa maji? Usiogope. Najua unajiuliza nimejuaje. Nilivyokuwa mdogo, nilipitia changamoto kubwa sana. Almanusura nizame kwenye maji. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu. Walitokea Samaria wema akaniokoa. Ndio maana mpaka leo hii nipo hai. Ila uwezi amini, naogopa sana maji kuliko kitu chochote kile hapa duniani. Kwa hiyo kama utojali, tunaweza kuwa marafiki, maana historia ya maisha yetu inafanana. Mbona unajua vitu vingi sana kunihusu mimi? Kwani wewe ni nani? Wewe ni nani? Naitwa Mr. Albert. Ni muda sana kuibia ndo hii. Kaka yako amenipiga picha pindi nikiwa katika maeneo yangu ya siri. Sasa nahitaji uniambie ukweli. Ni nani yuko nyuma ya hili jambo? Kiukweli ndugu wangu, mimi unanionea tu. Yaani kwenye issue stambu chochote. Kwenye issue msiju chochote kile bro. Na nadhani mara mwisho mimi nawe kukutana ni tayari niliapa kwamba naacha kila kitu. Naacha hadi kumfuatilia mtu yote. Kwa kweli kama unanionea ndugu yangu, tafadhali
Nakuomba uniache niondoke bro. Nakuomba uniache niondoke. Unaniumiza ndugu yangu. Hebu jaribu kuniangalia. Unanichukuliaje? Nisikilize kwa makini wewe. Hiki kitabu ambacho umekiona hapa ni cover tu. Bado sijafungua ndani. Na nadhani upande wangu wa pili unaujua vizuri sana. Sasa kabla sijakuonyesha upande wangu wa pili, naomba uniambie ukweli. Ni nani uko nyuma hili swala? Ndugu wangu, ninadhani unanionea tu. Yaani kweli mimi sitambui chochote. Sitambui chochote. Na mimi kusema kweli ningekuwa natambua chochote, mimi ningekwambia. Kwa nini nisikwambie? Yaani ningekwambia kila kitu. Ningekueleza ukweli wote ndugu yangu. Najua ulichonifanya mara ya kwanza, sitaki kijirudie. Kijana. Oh my God, umeumia? Haya, pole. Okay. Nisikize kwa makini. Naomba uniambie ukweli, sawa? Sitakupiga tena wala sitakuumiza kijana, sawa? Naomba uniambie ukweli. Huyo mtu alikuwa nyuma ile swala ni nani? Lakini usiponiambia ukweli, ili jua ambao unalishuhudia hapa litakuwa jua lako la mwisho kuliona. Namaanisha nitakuwa. Oh, nanopo na mgeni. Vipi? Ni nani huyo? Oh, yule ni fundi bomba. Alikuja chumbani kwangu kunitengenezea bomba, lilikuwa limeharibika, linatoa maji. Fundi, umeshamaliza? Tayari nishamaliza. Oh, vizuri. Unadai shilingi ngapi? Bosi, mimi mwanzo nijua uko single, nitaka shilingi 20. Kwa kuwa una mtu kama huyu mwenye mera zake, bosi, nipe 50 tu hapo. 50? Jamani fundi, mbona hela nyingi hivyo? Mimi sina hiyo hela. Amanda, hivyo ni vitu vidogo sana kwangu. Usijali, nita clear hiyo bill. Maana upo na gentleman hapa. Fundi, kuja hapo uchukue hiyo pesa. Inaonekana nini? Hamjaoana. Nini wachumba. Sasa inabidi hapo fanyeni mpango mwana. Kisi ninapokunena hapo, nyie mnaendana sana. We kaka vipi? Maneno gani yanaongea? Wewe unaamini vipi kama mimi huyu ni mpenzi wangu? Kwa jinsi mvokaa hivi simama jinsi mvokaa jinsi ninavyoona hapo. Mimi sidhani kama ninaongopa. Poaneni bwana. Sije mkaachana, mkumbuke maneno yangu sawa? Mapenzi ni muhimu sana kwenu Amanda, wait. Acha nichukue masuala ya ufundi, maana wewe sijui uanza kanisaidia huko mbele. Fundi. Wewe. Ndugu wangu nakwambia ukweli. I swear to God nakwambia ukweli bro. Nakwambia kila kitu. Nakwambia kila kitu. Nakumbuka mara ya mwisho nimemuona kaka yangu, kuna mwanamke alikuwa anaongea naye.
Vizuri. Hongera sana. Nimeipenda hiyo. Nimeipenda kwa sababu wewe ni mwanaume jasiri sana. Uwe na siku njema. Msalimie Amanda. Huyo mwanamke wako unaomsomesha chuo, unayemgharamikia kwenye kila kitu, siku ukija ukafunga naye ndoa, halafu ukaja kusikia kuna mtu anafanya kitendo kama wewe unachomfanyia Kai sasa hivi, ungejisikiaje? Lakini wewe mwanamke sikumfahamu yani. Ila mimi ningemfahamu ningekwambia ndugu yangu. Niamini. Kama huyo kijana anasema amemwona kaka yake akiwa anazungumza na mwanamke, huyo mwanamke atakuwa ni nani? Ni Zawadi au atakuwa Lulu? Nahisi kati ya hawa wawili itakuwa kuna mmoja ndo amenipiga picha. Lazima nitafute nimfahamu ni nani kati yao. Ndugu wangu naumia, naomba unaziniondoke. Naumia ndugu wangu. Nisikilize kwa makini. Umeniambia kwamba alikuwa na mwanamke anazungumza naye. Sasa sikiliza wewe. Sitaweza kukuachia hapa. Utaendelea kubaki hapa hapa ili mimi nende nikadili na hawa pumbavu wote wanathubutu kunipiga mimi picha. Asa. Nifungue basi. Jamani, msaada! Wifi, naomba tuheshimiane. Tafadhali, naomba tuheshimiane sana. Mimi ni mke wa kaka yako. Unapaswa kuniheshimu. Kukuheshimu kwa staili hii iko kitu hakiwezekani. La sivyo leo unahitaji kujua ukweli wote. Ni ukweli gani ambao unataka kuujua wewe? Nahitaji kujua ukweli juu ya kaka yangu. Lakini pili, nahitaji kujua ukweli kuhusiana na maneno ya ule mwanamke. Oh, unataka kujua ukweli eh? Sasa ukweli huu hapa. Kuhusu yule mwanamke ni mchepuko wa Kai. Na ulivyoniona nimeenda nyumbani kwake ni kwa sababu daktari amesema Kai atakuwa anaenda sehemu ambazo huwa anapendelea kwenda mara kwa mara. Na mara nyingi Kai amekuwa akishinda kwa ule mwanamke. Kwa hiyo mimi nimeenda pale kumfuata Kai. Na kuhusu yale maneno ambayo amekuwa akiyaongea yule mwanamke, ni maneno ambayo amekuwa akiyatamka mara kwa mara. Maneno ya karaha na kejeli kuhusu mimi. Na alivyokuona, naona ameamua kuzidisha kama sifa. Kwa hiyo mimi ningekushauri labda usimsikilize ule mwanamke, kwa sababu ule mwanamke ataongea neno lolote ili kunikera mimi. Sasa ukiwa unasikiliza, mwenzako anaongea kwa ajili ya kunikera mimi. Vizuri sana. Nina jambo hili moja tu nahitaji kulifahamu leo. Unaweza ukanipa ni sababu gani zilizomfanya kakangu kupoteza kumbukumbu? Fundi. Nisikilize Buzule. Wewe ndo mtu pekee ulioniona hapa. Na huko mtaani na watu wote wanaonizunguka najua kwa mimi ni mgonjwa, nimepoteza kumbukumbu. Kwa hiyo nakuomba sana ndugu yangu, hii siri ibaki baina yetu. Ondoa shaka ndugu yangu. Wewe sijala nini? Serious ndugu yangu. Ondoa shaka nilikwambia. Asante sana kwa hilo. Na nipo tayari kulipa pesa yote ile mradi ukae kimya. Mimi siwezi kumwambia Tasha. Siku nyingi sana najua kama Tasha atembea na mke wako.
ila nimeshindwa kukuambia sababu tuna kisasi mimi na wewe. Ndio maana hapa nimekuja na misheni zangu. Natasha atumia mbinu nyingi sana ili kunizuru mimi. Ila na wewe najua umekuja hapa neema zangu kumkomoa Tasha. Mimi mwenyewe nina misheni yangu kuja kuifanya, sawa? Ninachokuomba usimwambie mtu yoyote, hata Tasha rafiki yako usimwambie. Maana akijua hapa mimi mambo yangu yameharibika. Kwa 50-50. 50-50 ndugu yangu. Tunza siri yangu, itunze siri yako. Sawa ndugu yangu. When to win situation. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wewe umefuata nini nyumbani kwangu? Nimefuata pesa. Pesa? Kwani umeambiwa hapa ni benki? Yaani wewe ukilala, ukiamka unawaza pesa, unakuja hapa nyumbani kwangu. Nisikilize nikwambie kitu wewe. Mimi sina ninachokiofia. Kama unadhani hizo picha sijui video ulizonazo, mimi siofii chochote. Sambaza. Ukitaka sambaza hata dunia nzima. Mimi sina ninachoogopa. Umenisikia? Lakini hayo unasema wewe. Mimi hapa nilichokifuata ni pesa. Nipatie pesa nipate kwenda zangu. Pesa ninazo. Sikupi na siogopi chochote. Yaani kwa kifupi, siogopi dudu wala mende. Mimi najua kama wewe unampenda sana mchepuko wako Tasha kuliko mume wako Kai. Ila tambua fika kabisa, huyo Tasha unampenda wewe. Kuna mtu kashachukua nafasi yako muda mrefu sana. Na huyo si mwingine, anaitwa Amanda. Tasha hawezi kumwambia kitu kingine chochote kile akakuelewa zaidi ya Amanda. Ndoa, 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 ndoa. Je, hauhitaji kumfahamu mwanamke anaitwa Amanda ambaye alichukua nafasi yako kwa Tasha? Najua unataka kujua, ila ukitaka kufahamu utanitafuta. Bibi. Sikia. Nisikilize Dibwe. Ni kweli mimi natamani sana kumjua huyo mwanamke. Sasa sikia. Mimi leo usiku nitakuja nyumbani kwako, alafu tutazungumza vizuri. kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama